Bana ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Mwanasheria mkuu wa serikali ametangaza kwamba Mange Kimambi lazima ashughulikiwe, akamatwe kwa haraka kweli kweli. Lakini kuna baadhi ya watu wanajiuliza, je, ni mbinu gani ambazo zitatumika kumkamata mwanadada huyu ambaye amekuwa akiongoza ama akiorganize maandamano katika taifa la Tanzania na amekuwa ni moja ya mkosoaji mkubwa katika serikali ya Tanzania. Sasa watu wengi mkuu wanajiuliza, wanawezaje kumkamata mtu huyo? Lakini mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ametoa sababu ama njia mbili ambazo wataweza kumkamata mwanadada huyu Mange Kimambi. Kabla hatujafika mbali, msikilize kwanza hapa anachokizungumza huyu mwanasheria wa serikali. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameengineer kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Na mmeweza kumsikiliza kwa uzuri kabisa. Yeye tayari ametoa njia ambazo watazifanya kwa ajili tu ya kumkamata Mange Kimambi ili mambo yaende sawa. Na miongoni mwa kazi zake, na hii ni moja ya kazi ambayo ameanza nayo, kufanya utaratibu wote kwa ajili ya kumtia nguvuni ama kumnasa. Sasa mtazamaji Bongo Super Media, kuna watu wanajiuliza, je, itawezekana kweli mwanadada huyu Mange Kimambi kutiwa mbaroni? Ni swali ambalo watu wengi ama wadau wengi wa Tanzania wanajiuliza. Lakini huyu mwanasheria mkuu wa serikali ndio kitu ambacho anakifanyia kazi kwa sasa. Kwa hivyo wa Tanzania wengi wakae na wasubiri na kuona kama swala hili litawezekana ambalo analizungumza mwanasheria huyu wa Tanzania. Na amesema kwamba Mange Kimambi anatamba. Na ikumbuke tu kwamba Mange Kimambi ametengeneza video nyingine mpya kabisa kwa kusema ya kuwa yeye harudi tena katika upande wa umbea. Yani umbea ameacha, hivyo amejikita zaidi katika kufuatilia habari za Tanzania na kuzitoa na kukosoa serikali ya Tanzania. Ndio kitu ambacho hivi sasa amejikita. Masuala ya umbea ameacha. Hivyo Mange Kimambi atadili moja kwa moja katika masuala ya siasa, ndio ameingia miguu yote miwili. Hivyo mwanasheria naye akasema analuka naye hivyo hivyo. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.